جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام، لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام. الله أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب، ونزرع الحق في كل رحاب، لنحصد النور ونجلو الضباب، لنحصد النور ونجلو الضباب. الله أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود. والطير يغني من غير قيود في كل سماء، والحق يسود في كل سماء، والحق يسود. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله الله. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ni kijiji, kila neema Mwenyezi Mungu kakineemesha, lakini kisishukuru neema za Mwenyezi Mungu. Kilipokataa shukurani, kilikufuru Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakipa adhabu na akakipa kulingamana Mwenyezi Mungu. Kwetu sisi yafaa sisi tumshukuru. Tayib, akatupa na mifano mingi katika Qur'ani tukufu ya kuthibitisha ni kweli mwenye kushukuru neema zake Mungu humzidishia, na ni kweli mwenye kukufuru kwa neema alioneemeshwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupokonya ile neema. Naam, kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jal aliyetuneemesha kwa neema nyingi, na tunazidi kumshukuru kuliko kumshukuru yoyote, ili tuipate natija ya kuzidishiwa
kwa kule kushukuru kwetu. Vile vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu hufamshukuru Mungu kwa yanayonsibu. Unajua, tunaweza sisi kupata mitihani mingi, na mitihani ni ili ionekane imani yako na uonekane msimamo wako katika dini. Huwezi tu kuachwa tu uchangaze kuwa tumeamini, hali ya kuwa kutopichiwa na mitihani ili kutazama imani yako iko namna gani. Siku zote mitihani haiji kuongoza watu kama wanavyosema wenye kusema, lakini huja kumgonga Muislamu ili ipate kujulikana dini yake, msimamo wake katika dini kwa wapi. Na ndipo ukaona kupitia kwenye mitihani utamjua alo wako ni nani. Kupitia katika mitihani utamjua ambaye si wako ni nani. Kupitia kwenye mtihani utajua wenye misimamo mikali ya dini kina nani. Kupitia katika mitihani utajua madhaifu katika dini ni kina nani. Kwa hivyo Muislamu kwanza hutaka aridhike na mitihani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mitihani ni dini yako, itatambulikana iko vipi, na Mungu mwenyewe ashachambua msimamo wako katika dini iko namna gani. Lakini hii ni sunna ipite kwa kila mmoja, ya kuwa huachwi tu kusema tumeamini, hali ya kuwa hupitishwi katika vinganga vya maafa. Kwa hivyo maafa ni mengi sana. Kuna maafa ya khauf, juu, naqsi min al-amwal wal anfus wa thamarat. Utakuta silsila ya hizi au haya ambayo yametajwa katika aya hii, lakini kisha bishara mbele ya aya ilikuja ikiwalenga watu fulani ala wajhi al-khusus. Wabashiri man, wabashiri sabirin, alaysa kadhalik? Wabashiri sabirin. Man humu sabirun? alladhina idha asabatuhum musiba madha yaqulun? Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hao ndio wenye kusubiri. Kisha zikaelezwa natija zao mbele katika aya watakazozipata kwa kule kusubiri kwao kwenye hii mitihani. Ndugu zanguni, nimefanya mukaddima mdogo wa kuwajibika sisi kushukuru na kuwajibika sisi kusubiri, kwa sababu haya ni mambo ambayo hayawezi kukosekana kwa ulimwengu. Lazima yapatikane haya. Mitihani ni lazima ipatikane. Mitihani ikipatikana ni lazima subra itapatikana, ama kutokusubiri kutapatikana. Mitihani ikipatikana, kusubiri kutapatikana kwa watu fulani, na kutokusubiri pia kutapatikana. Neema zikimiminwa kwetu sisi, ni lazima wapatikane wenye kushukuru na wapatikane wenye kukufuru, yani wenye kuipinga ile neema. Haya ni mambo ambayo yanadhuru katika maisha yetu, na lazima tuweko chonjo sana. Kusubiri wakati wa misiba, kushukuru wakati wa kupata, kushukuru wakati wa kukosa. Iwe na misimamo hii, na hiyo ndio misimamo halisi katika misimamo ya dini. Lengine kufungia mukaddima huu ili tuingie kwenye mada, ni kuwa tokeo lolote likitokea mwanadamu kuwa ni katika matokeo aliyompangia Mwenyezi Mungu huu mwanadamu, ili tu ipate kujulikana dini yake, huwa si kwa jambo lingine lolote. Kwa nini niseme hivi? Nimesema hivi kwa sababu sisi walimwengu tuna ghurur na tunakujipa mijukumu ambayo huenda kusawazika na majukumu ya Mungu. Sasa mwanadamu akifikia hadi hiyo, huwa amefika kiwango cha mwisho cha ghururi, kujidanganya. Kana mathalan, likitokea jambo fulani au likifikia jambo fulani, ama mtu fulani akifikiwa na jambo fulani, basi ni kwa sababu ya jambo fulani, kwa sababu ya jambo fulani, kwa sababu ya jambo fulani. Mfano, tuna kijana wetu sisi mwanaharakati barobaro. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa taufiki ya miongozo kujua hii sunna, basi Mungu akantia mahaba ya kuipenda sunna. Sasa ni msimamo mkali kana misimamo wa mabarobaro wengine, jazakumullahu khairan.
Lakini sasa kwenye msimamo wake huwa kuishika sunna, ametoka kwenye ukoo wa watu ambao ni wapiga vita sunna. Shaona? Sasa likaonekana lile ni jambo geni sana. Kwa nini kijana huu kwenye milango yetu yeye akata misimamo yetu akashika misimamo mingine kana misimamo hii ya Kiwahabi? Sasa tayari ikawa tayari kushaanza kubaguliwa, kuwekwa yani kutazamwa mtazamo ambao sio ule alouzoea. Toi sasa huyu bwana kwa harakati zake maskini, mihadhara pahala popote, harakati za sunna pahala popote, huko msimamo kweli kweli. Kadari ya Mungu ikamjilia huko katika pikipiki yake, yuaja Ijumaa, nafikiri ni Ijumaa ya mwisho wa Shaaban, katika masala maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bahati mbaya akagongwa, akaanguka na ile pikipiki kaanza nini choma nini. Sasa kiufupi akapata majeraha mabaya. Sisi tunasema kadari ya Mungu, khalas, na Mungu amemkadiria hivi. Atoka yuaja msikiti asifike, akapatikana na maafa hayo barabara. Mpaka huu mwezi nzima kiufupi yeye amefunga tahfash, bado huko katika matibabu. Tayib, sasa angalia akwali zinazotoka sasa kwa jamaa asema kwamba umeona kupatikana na hili ulilopatikana ni hilo kwa sababu ya kuwapinga watu wako na kupinga mambo fulani. Huku kupinga kwako na huo msimamo sasa wewe ulioshika msimamo wa kina Baero ndio amekufikisha hapo. Imeondoka kwamba kwa ule ni mpango, ni kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeelewana vizuri sana, na hiyo yote ni mipango ya Mungu. Haya, huyo mnayemfuata mwangalie kupenda kupinga kwake, angalia mji wake sasa unavyokuwa wote umechomeka kwa sababu ya kupinga. Ndivyo tunasema tusinenesheni sana, kwa sababu mkitunenesha sisi msimamo wetu ni msimamo wa kusema ya ukweli. Ukweli tukiwaambia nyinyi hutubadilishia na hii Ramadhani mwisho. Sasa hapa tukifungua kitabu ukweli ni ndile lile tangazo lililotoka Kenya nzima upita kukichangazwa, ule hutukana watu, ule musinsikilize, mpaka fatwa nyingine zimetoka hapa baadhi ya mwenye fulani kusema kwamba hata kutazama CD ya Bahero ni kufru. Yani hivi sasa ukitazama ile CD yangu ni kufru. Wengine wamezishika kuzivunda, lakini maskini ni upepo wa kimbunga ushapenya kitambo. Utazivunda ngapi? Ziko kwenye dunia nzima. Na hata hivi sasa ukizichukua CD zote ukenda ukizichia moto, billahi iko kwa mtandao. Sasa watu hivi sasa hata hawajikutuagiza kaseti, sisi wenda tu moja kwa moja hizo zote uzidondoa tu mwa dunia nzima. Tusisumbue bure kwa kuweka vizingiti kwa dawa ya Mungu. Hii si dawa yangu, ni dawa ya Allah tabaraka wa taala. Hazizuiliki tena jamani CD zisisikike, kwa sababu hata mkazichoma zote, mimi nawaambia wacha kutoa fatwa kwamba kwa ni kufru, hamuzipati tena. Pengine mwende mkaizime na mitandao yote, mnaweza, mna ujuzi wa kwenda mitandao, mna mitandao nyinyi, basi kili yangu mmoja muweze kufanya, mtaweza mitandao. Hakuna ruhusa mtu kuvaa hasid kwa da'wa ya Allah tabaraka wa taala. Kijiji chetu kuchomeka kadari ya Mwenyezi Mungu, si kwa sababu mimi kupinga sana. Mmepinga kitu gani? Kwa kukwambia siabudu maiti. Kukwambia siabudu maiti, sasa mimi hupinga sana. Kukwambia nikukuokoa wewe ili umwabudu Mungu wa maiti yule. Na kama masala huko kuchomeka, hatutaki kusema na pahala fulani, hapana, hatushindani hivyo. Tuongozaneni kisawa, tuseme ile ni kadari, na kadari itamfikia mtu yoyote masala kuishi. Ama kusema kuwa ataona hivi sasa muone shekhe lake Muhammad Sharif Famau tumemweka, subhanallah, wewe ni Mungu, wewe ni Mwenyezi Mungu, ni Mungu wewe. Sema kwamba kwa Sheikh Muhammad Sharif Famau hivi sasa, angalia tumemweka sasa. Nani memweka Sheikh Muhammad Sharif Famau? Ule ni ugonjwa katika magonjwa aliyokadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
na katika ule ugonjwa hasa Mwenyezi Mungu akamfutia dhambi zake zote kulingamana na subra yake atakavyosubiri. Sasa kwa kuwa shekhe lake hivi sasa uko vipi, tutamwangalia kuwa Mola. Msimamo wetu tisha ndio sisi tutazidi, tunaamini kadari ya Mungu. Sheikh Muhammad Sharif ule mtihani, mimi kifikiwa na lolote ni mtihani, wewe ukifikiwa na lolote ni mtihani, na muna mitihani mikubwa, lakini hapa sisi tunasema mitihani ya Mungu pia iliwafikie. Miji yenu ilipochomeka nyumba fulani tu, isidare nyumba mwingine, mitihani Mungu ililenga hapo. Asa Mungu pengine akawasamehe dhambi zenu kwa mitihani kama hiyo. Huo ndio misimamo, si kwa sababu ya kupinga, si kwa sababu ya hivi, kwa sababu hizi ni ghururi za walimwengu, kwa kuonekana mambo sasa hufunuka. Na ndugu zanguni yani hasa shabab, hapo ndipo hadaf iko hapo, na kila mwenye kulenga humlenga shab, kwa sababu wajua akimpata kwa upotevu ni rahisi sana, kwa sababu barobaro ni mtu wa kusonga tu, na barobaro huyo ukimpata kwenye mambo mema minal faizin. Kwa hivyo tahadhari. Na tahadharisho langu mimi ni nasaha naitoa kwamba usikubali kuokotwa kwenye kipindi ambacho hakikubaliani na mtu kuokotwa. Sheikh, kipindi ambacho hivi sasa ilmu ni hii namna ambavyo usikubali kabisa. Waweza kujihakikishia mambo yako wewe mwenyewe. Kujihakikishia mambo yako wewe mwenyewe ni lile ambalo tunalinadi kila saa. Tembea kwa mtandao ndugu yangu, ndio wakati sasa ni mwepesi kweli. Masala kufinikwa, masala kudanganyana, yale yalikwisha akapitiwa na wakati. Barobaro yoyote aweza kuzama sasa, kenda zake kwenye mauki yoyote anayotaka, na akadondoa mambo chungu mzima ya kielimu ya kisawasawa. Leo propaganda nyingi hazistahiki tena kusimama. Lidhalika na wahimiza na kuwahusia, musiwe wepesi wa kuokotwa sana. Simsikilize fulani, kwa nini? Nenda kansikilize upate yale ambayo yatakukimbiza wewe katika kumsikiza fulani, khalasna. Lakini kuna ambao wanajiunda kwa vita kwa mtu ambaye hata hawamjui. Wewe waambiwa tu wajiandaa na vita, pengine ukapita tu ukasikia sauti ya spika, nani huyo? Ndio huyo Bayero, nasikia huyo, wageuza changa, washika barabara nyingine. Utakuwa na uamuzi wako katika kuandama na katika kukataa, katika kuunga na katika kupinga. Ni sawa si sawa? Shika ya kwamba tushukuruni kwanza kwa yote, tusubirini kwa yote, na matokeo yoyote yanaomkumba yoyote ni katika mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa sababu eti upinga mambo fulani. Nina uhakika kwamba nikisimama nikipinga kwamba kuwa msikiti watu wasiswale, rada yoyote itakaotoka mtu atakuwa na sauti ya kunena mpahala pake, kwa sababu ataka watu wasifanyeje, wasiswali. Nikitangaza kwamba kuwa watu wasifunge katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ponda tu, ina haki. Likinifikia jambo lolote, wewe una sauti ya kusema mpahala pake yule upinga saumu jahara nshara, waambia watu wasifunge. Likikataza sema kwamba kwa kuna haja gani ya kwenda hija wewe, hata kama una uwezo. Tabu yoyote nitakoipata, una haki ya kusema mpahala pake yule huipinga faradhi ya Mwenyezi Mungu na mengine, dira iko hapo. Lakini usiseme kwamba kwa mpahala pake yale alomfikia. Kwa nini? Kwa sababu usema kwamba kwa hapana, msinyenyekee mtu fulani, mnyenyekee Mungu wa fulani. Unene mpahala pake kufikiwa na yale. Kwa nini? Kwa sababu kwambia upe msikiti haki yake, sio kwamba kwa misikiti muipe hukuki mutakazo nyinyi. Misikiti ina haki yake, misikiti ina risala zake. Toeni risala kamili ya misikiti itakiwao. Musifanye hayo misikitini, haifai. Sasa ukisema hivyo kwamba kwa irada ya Mungu imempata kwa sababu hivyo, hapana, ni kupotea mahesabu. Waislamu watukufu, huo ni utangulizi tu katika ambayo nitayazungumza kwa kiasi cha wakati. Sikuwekana sana kwa sababu
wakati kugawanya mara mbili mimi na mwenzangu, ni kwa kuwa katika ardhi ya Mungu pana majumba yaitwao misikiti. Nieleweni vizuri sana, nikiwa na uhakika ya kwamba si mada ya kumaliza leo hii, lakini ni kugonga sehemu fulani ambazo ni muhimu sana. Baada dhalika tuiachie mada tutakapokoma. Siku za Mungu katika safari zetu, haki tukije itakuwa ni hivi, risala ya msikiti una majukumu gani, mpaka tufikie pale tutakapofikia. Misikiti ni katika majumba matakatifu sana katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna jengo zuri bora katika ardhi ya Mungu kana misikiti. Lakini suala ni kwamba ni kila msikiti ni msikiti? Hili ndilo swali. Ni kila msikiti ni msikiti? Kwa sababu sisi msikiti kiplani tuweza kutangaza ni msikiti, na ni mwanadamu gani atakotembea kwenye ardhi yoyote ya Mungu akaenda akaonyeshwa jengo la plani ya msikiti akaulizwa nini, akanena soko? Hakuna. Wewe plani ya msikiti ilivyo, ukienda ukaambiwa kwamba kwa nini huu, utane naye ni msikiti. Lao mtu akakurudishia suala akakwambia nipa mawili matatu ya kuthibitisha kwamba kuwa ni msikiti kweli, atakwambia ukivoni kibula, kwanza atakuonyesha huu mjungu hapa ulioko hapa, akwambia hichi kibula hiki, alesi kadhalika kwa nde utakiona kibla ni msikiti. Ni msikiti vile vile utamuonyesha nara, ndivyo sivyo? Kwa hivyo pahala popote wewe ukienda ukiona kibla, ukiona nara, plani hizi ambazo hautoki kuwa maana msikiti, ukiulizwa utasemaje? Ni msikiti. Lakini swala ni msikiti kweli? Kila msikiti ni msikiti? Weka kipembeni kidogo hiyo. Nimesema hivyo kwa sababu kuna na kitu huitwa swala, na swala nao ina namna zake. Kupitia kwa namna hiyo, lao utauliza swala huyu yuwafanyaje, huwezi kusema kwamba kuwa hucheza. Lao asimame mtu aseme Allahu Akbar, takbiratul ihram, mara ameenda kwenye rukuu, mara ameenda kwenye itidal, mara ameenda kwenye sijida, huko atahiyatu, mara ametoa salamu, akatoka yoyote wa kutoka popote, ukamuuliza yule bwana wafanyaje, jawabu lake itakuwaje? Jamaa, ndivyo sivyo? Ukimuuliza kwa nini waswali, kutaanguka vita hapo. We mpaka leo juu mtu anavyoswali. Sasa ulikuwa nataka nikwambie nini? Amefanya hivi, akafanya hivi, akafanya vile mpaka katoa salamu, kisha wewe uniuliza kwamba kwa kwani yule anaswali? Ndiyo utasema kwamba kwa yuwaswali kupitia kwa hivyo vitendo, kama ambavyo msikiti utaujua ni msikiti kupitia kwa hiyo plani. Lakini ni kweli yuwaswali? Kila swala huitwa swala na kila msikiti huitwa msikiti? Imi huona si kila swala huitwa swala, na ikiwa si kila swala huitwa swala na swala huswaliwa misikitini, lazima iwe si kila msikiti kuwa huitwa nini? Msikiti. Si kila swala huitwa swala, kwa sababu kuna neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam linalosema sallu kama raaitumuni usalli. Si kila swala huitwa swala, kwa sababu kuna amri ya Mtume kumpa ule hadithu musii salati, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sasa ikiwa kuna mizani hii, sallu kama raaitumuni usalli, irji fasalli fa innaka lam tusalli, si kila swala huitwa swala. Na kama si kila swala huitwa swala, lazima iwe si kila msikiti huitwaje? Sikiliza kisa kimoja. Kuna mmoja alimwambia mke wake kisa tu cha kukurubisha kwamba ni kweli si kila swala huitwa swala jamani, na vile vile si kila msikiti huitwa msikiti. Mmoja alikuja nyumbani kwake kwenye rapsha, akaingia akantaka mkewe moja kwa moja, kisa maarufu, mwambia mke wangu mpakulia wali. Mke wake akamwambia mume wangu, msubirishe kidogo kwanza nitawadhi nswali. Mume akamwambia hapana, usiswali, mpakulia.
Mke akamwambia, ya nini haraka hizo, walihusi wako? Huu wali wako mwenyewe, utaula mpaka usindia la katika sufuria, hakuna taka kuongelea. Ni wewe uloleta mchele, tumekupikia, lakini nsubirisha tu dakika 5 tu nswali kisha takupakulia. Hapana bwana, mpakulia kwanza kisha uswali. Mwanangu akamwambia, una habari hii sasa tena itakuwa mengine? Unani kwani wewe umekuja kwa nini? Wewe uno ni nani alokuudhi? Basi na mimi takutilia gingine, taswali kwanza kisha ngo. Wanawake wetu mvashindana, chukiueche ushindani utakoma wewe. Akaambia taswali. Ule akamwambia uswali, mpakulie. Ewe tanshikisha mwiko mpakulishe kwa nguvu, mwenye kupakua si yeye, wewe ngombe tapakua. Yeye mwambia sipakui, tanifanyaje sasa? Subhanallah. Sasa angalia hiyo ikawa sababu akualikiwa talaka kwenye suala ambalo ni simple sana. Ndio wale matatizo ya mitalaka, kuvurumizwa. Ukiambiwa kwamba kwa sababu ya wewe kuata jambo gani, haki ya Mungu huyo ni sababu ya kimisingi. Ndivyo wale wapesi wa kuata kisha wapesi wa kulia, au sivyo ndugu zangu? Mwepesi kuata talaka manake nguruneti hiyo, ukiudhiwa huiata. Kisha mwepesi wa koromoza kilo, hulilia nini? Takaonde mkiangalie talaka imepicha kupicha hukuiva wewe ulipoyata. Wewe umekuwa mwepesi wa kutoa. Sasa husumbua mashekhe kuwagongea masana lose, nataka kujua mmesema kadhaa. Je, kusema kadhaa vipi? Wewe uliposema ulikuwa wazo lako nlipi? Hangalia chamwa iko. Mpakulia haswali, si swali, sikupakulia. Hivyo mara ukipanda nswala ukiswali sinke wangu. Bala. Sasa hapo kiili hivyo ni kwa kuwa sasa hiyo ni talaka ambao ni muallaq, au sivyo jama? Ni yeye kupanda nswala mambo yaishi, au sivyo? Sasa mwanamke naye akafanya vile vile, akaenda akatawadhi, kisha utawadha akapanda nswala. Sasa kiili hivyo kiwepesi, shekho yote akiulizwa hivyo, mwanamke sasa takuwa imepicha ama haijapicha jamaa? Mwaionaje nyi talaka si wanadhoni nini? Mwenye badawi imepicha, mwenye aseme imepicha, na ilivyo yote tukwambia imepicha, manake amekwambia kwamba kwa ukipanda sinke wangu na amepanda nswala sinke kweli. Lakini sasa katika wale kuata kisha kulia, sasa mke wangu itakuwaje? Kwambia itakuwa, manake umeniambia kipanda nswala sinke wangu na mimi nishapanda, wewe si mume wangu tena. Kwa hivyo sasa angalia la kufanya. Hapana, twende tukatafute mashekhe tuwaulize. Mashekhe gani? Mashekhe kwanza ungeliuliza kabla ya kwamba mimi nimemwambia mwanamke wangu hivi, je, wasemaje akipanda nswala taatika kuatika kufanya utaratibu huo? Ulifanya utaratibu ya kwamba kwa hujapakuliwa kuata tu moja kwa moja. Wakaenda kwa mashekhe fulani haki, wakapitisha ya kwamba talaka imepita, talaka imepita, talaka imepita, talaka minna lillahi wa inna ilaihi, sina mke tena. Haya, sasa kuna mmoja tu peke yake akamwambia, lakini ngoja mimi taka niichunguze hii talaka kwamba kwa imepita kweli ama haijapita. Ulimwambiaje? Kaambia mimi mwambia ukipanda nswala ukiswali sinke wangu, kwa kuwa amekataa kunipakule, basi hakuna wasiwasi. Watatuchunguze kwamba imepita hii talaka kupitia kwa hilo ulilolitaka ama la. Ukipanda nswala ukiswali sinke wangu, ndivyo ulivyonena hivyo? Kaambia ndivyo nilivyonena. Akaambia mwanamke nao, kaambia nami kapanda na kushinda nami kapanda nswala kwa swala. Kaambia kuna wasiwasi. Haya, kabla hujaswali kwanza ulifanyaje wewe? Akasema kabla sijaswali kwanza sikutawadha, unifundisha mimi kuswali, sishati kwanza utawadha. Kaambia kuna wasiwasi, hebu nitaka tukue ndoo ya maji utawadhe hapa mbele yangu nikuangalie. Mwanamke akaleta ndoo ya maji kutawadha, yalla bismillah, kwanza aliosha miguu. Baada ya kuosha miguu akasukutua, kisha kusukutua akaosha mikono, kisha akapangusa, kisha akapeleka maji mashikioni, kisha mambo miujiza, miguu juu kitwa chini. Udhu wa kisampuli mbali hauyaonekana hapo duniani toka Adamu. Umefahamiana? Haya, katawadha ule shekha akawa humwangalia. Akaambia baada hapo ndipo ukapanda nswala. Akaambia sawa, basi wewe umebahatika, ntukue huni mke wako. Hayatika hu. Kwa nini hayatika? Akaambia sababu wewe ulimwambia ukipanda nswala ukiswali, na nchu kuswali nswala itakiwa unchu kuswali. Haya swali.
Uswali kwanza itwa uswala mpaka kwamba udhu uwe ni udhu, hayatawadhi kamwe. Swala hiyo tapatikana mtu kuwe mbahati, Mungu amekupenda ni mke wako, si akarudi akatawadha kikweli, akaswali kikweli, ukafanyaje? Ukamkosa akamwambia hata haina haja kurudi tena kutawadha, churudi tu ndio nyumbani, wewe ni nani? Mke wako. Ufanya matezo wewe, usiwe mwepesi wa kuata haraka kisha mkarudi mkaandika koromoza nini, koromoza kilo. Hapa ni dalili kuvutia kwamba ni kweli si kila swala huitwaje jama? Huitwa swala. Ikiwa si kila swala huitwa swala, vile vile lazima si kila msikiti uitwe ni nini? Uitwe ni msikiti. Ndugu zanguni, mambo ya kuataata hatutaki kwenda huko, tumeenda tu kwa kuwa ni mifano. Iko sana desturi hiyo. Mwajua katika hii suratu Tin, ukisoma hata Qurtubi amegusa kidogo kati ya yule mmoja alosimama kumwambia mkewe, Allahi si mke wangu, wewe si mke wangu iwapo hutakuwa mzuri kushinda mwezi. Angalia balaa hizi. Mbona umemwambia wakati huo? Pale wakati wewe enda kumuoa hukuyafikiria yote, hutakuwa nzuri kushinda mwezi ama mwezi toshinda yeye. Lakini sasa ndizo zile rapsha za mbele mtu kutoa talaka haki. Baada ya hapo ule mwanamke akamwambia, basi ikiwa umenambia hivyo, mimi nina shaka si mke wako pengine tena mimi. Allahumma twende tukatafute wanavyuoni tuwaulize, wewe umesema hivyo, kwa hivyo italaka namna gani? Wakaenda kwa talabatu ilmu, wakiwekwa wanafunzi wa Abi Hanifa, na Abi Hanifa ajulikana kwa masala ya kiasi, alhamdulillah ni mtu mmoja bingwa sana. Sasa wote wakasema si mkeo, isipokuwa mmoja tu ameinamisha kitu kimya, hakusema jambo lolote. Ule mume akaona kwamba siwezi kuondoka sijapata kauli ya huu mmoja, akamwambia, wewe wasemaje? Wewe una msimamo gani? Talaka imepita kwa huyu kusema hivyo, wote wamesema imepita, wewe haki ya Mungu. Yakasema bismillahir rahmanir rahim, watini wazaituni waturi sinina wa hadha albaladil amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Akanyamaza hivyo, kisha akamwambia, mchukue, huu ni mke wako. Kivipi sasa mtamtukuaje ni mke wako? Mtukue, ni mke wako. Wataka mke, taka maneno, wataka kujua ameatika hajatika. Mke wako, huu ni mke wako. Kivipi? Hata kama ni mimi na wewe kwenye ulimwengu huu wa kubadilishiana maneno kana kina fulani, usilo nena huambiwa umenena, usilo tenda huonyeshwa kwamba kwa umetenda. Mimi pia ningesema, nitakuulizaje la talaka imepita ikupita baada ya kunitolea aya ilolenga ahkamu talak? Wewe uniapie kwa mitini na mizeituni na majangwa ya Sinai na miji ya Maka. Tini na zeituni na jangwa la Sinai na mji wa Maka yahusiana vipi la ilaha illa Allah na masala huu ni mke wangu si mke wako? Ungeshuka fikhi kweli kweli kama fikhi ya bachwa kulagati. Alesa kadhalika. Lakini hapo kwenye hilo unaloliona sipo pahala ambapo amestambiti hukumu, ndipo pahala alostambiti hukumu. Hapo yeye mwenyewe asema alipolenga laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Wewe umesikia hapo ya kwamba kuwa mwezi ulikuwa nzuri kuliko mwanadamu. Mwanadamu ni mheshimiwa nzuri kuliko chochote na kuliko vingi. Walaqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal barri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Tumempa heshima kubwa mwanadamu, tumemtukuza mwanadamu. Kwa hivyo kwa kuwa halijatokea hapo hilo ati la mwezi kusema ni nzuri kushinda mwanadamu, bado litakapokuwa hilo, basi itakuwa talaka imefanyaje? Ala kulli hal, hiyo ni mifano tu miwili mitatu, lakini hasa tutakapo, si kila swala ndugu huitwa na si kila msikiti huitwa. Kwa nini si kila msikiti huitwa msikiti? Kwa sababu kuna misikiti, baadhi ya misikiti ilivunjwa, na ilipovunjwa hiyo misikiti plani yake ilikuwa plani ya msikiti vile vile, lakini amri ya Mungu wa kupewa mtume, msikiti huo kavundwa na ulibaki vile vile. Hakuna aloutazama ule msikiti akasema si msikiti, ulikuwa ni msikiti kwa sababu plani ni ya msikiti. Lakini ulivunjwa ni kwa kuwa haukujengwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na maadamu haukujengwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu haukustahiki kuitwa ni msikiti. Msikiti unaostahiki kuwa ni msikiti ni ile ambao ndani hupatikana yatakiwa kupatikana katika misikiti, na katika misikiti pana risala kamila. Ni mada moja ndefu sana. Sasa sisi tushike hili, hii yote ni misikiti ya Mungu, na misikiti hii yote
pana mama wa misikiti yote, au sivyo? Pana mama wa misikiti yote. Mama wa misikiti yote ni msikiti gani na jama? Ni msikiti wa Maka. Msikiti wa Maka, haram ya Maka, ndio mama wa misikiti yote. Na misikiti yote manhaji yake inatakiwa iwe yafuata manhaji ya ule msikiti mtakatifu wa Maka. Ule ni msikiti ambao Mwenyezi Mungu ameutukuza, na Mungu hutukuza anachokitaka wala haingiliwi. Ameutukuza mwezi mtukufu wa Ramadhani, akatukuza siku ya Ijumaa katika wiki, akamtukuza Mtume Muhammad kushinda mitume yote, akaitukuza Lailatul Qadr, akakitukuza kitabu kitakatifu cha Qur'an. Hivyo hivyo Mungu hutukuza ardhi ya Maka, Mwenyezi Mungu akatukuza, akautukuza msikiti wa Maka kushinda misikiti yote, kisha akautukuza msikiti wa Madina kushinda misikiti yote, kisha msikiti wa Baitul Maqdis pia kushinda misikiti yote, kisha akaihusisha mitatu hii kwa mambo fulani, na takhsisi hii ni takhsisi ya kisheria. Mimi na wewe sina haki ya kuhusisha jambo lolote isipokuwa kwa dalili za kukinaisha, na hapo ndipo penye vita. Kitu chochote huwezi kukifanyia takhsisi bila dalili, na dalili ya takhsisi haitoki kwako wewe. Huwezi kuhusisha kitu, huwezi kufanya takhsisi ya jambo sampuli ya fulani, hii ni ibada, mimi nimeihusisha, illa bidalili. Lakini Mwenyezi Mungu anahusisha kitakacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anahusisha kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe takhsisi yako inatakiwa kwa dalili. Mwenyezi Mungu kautukuza msikiti wa Maka, kuna aya chungu mzima. Kwanza, inna awwala baitin wudi'a linnasi alladhi bibakkata mubarakan wa hudan lilalamin fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Hizi aya utazikuta tafsiri yake, Mwenyezi Mungu ameuhusisha huu msikiti kwa mambo fulani. Angalia msikiti wa Maka, swala yake moja sawa na ngapi kwenye msikiti mwingine, ndugu zanguni? Naam, 100,000 nishati mujue, kwa sababu kesho usije ukasawazisha msikiti wa Sheikh Nasoro na Maka na mkanyamaza kimya, kwa sababu hamujui ya kwamba msikiti wa Maka kahusishwa mambo gani. Hamuoni imeleta hii tabu mpaka misikiti fulani ukiendea ukaambiwa nusu kwenda Maka? Nini maana? Maana ni kwa kuwa wenye kuambiwa hayo hawajajua yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akahusisha misikiti yake. Leo tajasiri mtu asambie kwamba mimi nikisafiri kwenda msikiti wa Riyadha basi nusu ya kwenda Maka. Nani anena maneno hayo? Na maneno hayo yaingia akilini. Lakini mimi nikisema nitaambiwa nina wazimu, na nitaambiwa hutukana watu, huingilia watu katika misikiti. Haivi kabisa, hata ukienda mbinguni ukarudi haivi. Msikiti wa Maka takhsisi yake ni ile ile, na msikiti wangu wa Bakarani ngo hauondi tezi kwa msikiti wa Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema haifungwi safari isipokuwa kwa misikiti mitatu. Yafungwa safari ya ziara kwa misikiti mitatu. Akataja msikiti wa Maka. Natija yake ni nini? Kwa kuwa swala moja ni 100,000, sio mchezo. Ukienda msikiti wa Madina moja ni 1,000. Ukiruzukiwa ukenda Baitul Maqdis ni 1 kwa 500. Ndipo ukaona kuna watu shekhe waitaka baraka hizi, utumia pesa zao wakenda Maka, pengine wakapiga mwezi 5 swalawati vipindi vitano, wajua ataka natija hii. Wakenda wakaketi Madina mwezi, wanapata 1000 kwa kila kipindi. Hiyo Baitul Maqdis mitihani ni hiyo iliyoko, hata kurukuu kwake shida, balaa 1 kwa 2, alaysa kadhalik. Lakini pia mwenye kustahiki kwenda kule anapata 500, kisha akarudi zake kwao akajaza. Wewe hata kunambia nsawa wewe na ulopiga vipindi vitano hapa msikiti wa Sheikh Nasor, au msikiti wa Riyadha, ama msikiti wa Mamburui, ama msikiti wa Kipini, ama msikiti wa Makina Road, msivawe kicha hiyo ndio misikiti ambayo mumefanya ndio misikiti pengine hata kusawazika na Maka. Alaysa kadhalik? Haiwezi, kwa sababu takhsisi hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaihusisha hii misikiti. 100,000 sio mchezo Sheikh. 100,000 huwezi kumfikia huyo mtu. Lao atarudi kwao akaketi sasa kauifanyia ibada yake, hayaharibu yale alokuja nayo kutoka kule. Ni takhsisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaihusisha hii misikiti. Kwa hivyo sisi nkubaki kwenye takhsisi hii. Mimi wakati niliposema katika
maneno yangu ya nyuma, kanda za nyuma, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam misikiti kaihusisha mpaka kusema haifungwi safari isipokuwa kwa misikiti hiyo. La tushaddu rihal ila ayi makanin fil ardi liqasdi alibadati lihadha shad, isipokuwa kwa misikiti mitatu. Jamaa walishika huja kusema ikiwa hufungi safari ya ibada ila kwa misikiti mitatu, ni huja hiyo hujibiwa kaseti. Mbona wewe ulifunga safari ukenda Kisumu, ukenda msikiti wa Kisumu? Sasa kama huambiwa ajibiwe nini? Ni njibu nini? La kujibiwa nilipi? Huambiwae mtu kama huu? Wewe wasema haifungwi safari isipokuwa kwa misikiti mitatu. Mbona wewe ulifunga safari ukenda msikiti wa Kisumu ukajadiliana? Nilikwenda kujadiliana, lakini sikufunga safari kwenda msikiti wa Kisumu. Ziara hasa kama hii safari ayundao mtu kwa sababu ya kwenda Maka. Ya akhi, mtu kama huu hatujui tunjibu nini. Nalishika maneno tu ya mzee wangu nilipomwambia kuwa bwana, mimi katika darasa zangu nilisema ya kwamba haifungwi safari isipokuwa kwa misikiti hiyo mitatu. Basi waheshimiwa wakaona itakuwaje, mbona wewe ulifunga safari ukaenda msikiti wa Kisumu kujadiliana? Hebu pimeni hayo mambo nilonena na nilivonena. Sema hakuna cha kujibiwa. Kamwambia kama wewe mzee wangu utanjibu vipi mtu kama huu? Akanambia mimi nitaka wewe umwambie hivi. Mtu kama huu ni kama ule alosema nikwambia hapo usile, nikwambia hapo usile kama ng'ombe wa mkia, sijibu ni watanile, kula umenizuia. Ukapiga makelele watu wakakusikia, wakawa watakwambiwa wambiwalo hukuelewa. Wamuuliza kwa hamu, kwao ni wapi yaqini? Akikwambia niamu kwa kuwa wamkomani, wamjibu si walamu si wamchamu ini, kamawe huambiwa nini mambo yapate kuelea. Kizuia kuadhini mnapozika si sunna, mnatuambia yakini, mnakataza adhana. Mumepata hiyo? Kizuia kuadhini mnapozika si sunna, mnatuambia yakini, mnakataza adhana. Twakataza kaburini kuwa halina maana, tueleze vipi tena mupate kuyaelewa? Hamutaki jamani kuelewa kwa sababu mushishie mikao. Sisi tukikwambia siadhini kaburini, unasema kwamba mbona lakini mtoto huadhini? Wachu utachutumua roho zetu. Masala yetu sisi tuko mbali na wewe, hutulekeza mbali. Tuambia mwasema mbona mtoto pale anapozaliwa hali yuko moto moto kulia huadhiniwa na upande wa kushoto papo hapo hukimiwa. Hiyo ni sunna, elewa, ambayo tumewekewa jamani. Hiyo ni sunna, hili si sunna. Ni hayo. Usifunge safari kwenda misikiti mitatu. Mbona umefunga safari kwenda Kisumu? Safari mbili hizi maana yake ni nini? Kama kusema Mtume alienda kaburini akalia, kisha mikasema musende makaburini mukalia, ncho akashindwa kugawanya vilio viwili, tofauti yake ni nini? Akasema nsikilize huu. Pale usema Mtume kakataza watu wasilie, kisha asema Mtume kalia, nchomozi hizi. Alaysa kadhalika? Lidhalika hii misikiti imefanyiwa takhsis. Maadamu imefanyiwa takhsis, tutabaki na takhsis ile ile. Haifungwi safari isipokuwa kwa misikiti hiyo, na mtu afungi safari nyingine yoyote ya kiibada kwenda kwenye msikiti wowote, wala haifungwi safari ya kisheria ukaitaja ya kisheria ati wenda kuzuru yoyote ama kaburi lolote. Na hayo hatuna haja ya kuarudhia kwa sababu kanda bado zikaliza tinda, watazitinde tinde, wa kuongoka ataongoka na wakubaki pale pale katika taufiki ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi tunaona kwamba kuwa muamko huko na watu wameelewa na watazidi kuelewa, kwa sababu tutazidi kutoa ya ushuhuda kuhusu mambo yafanywayo na yatendekayo, ili asoelewa apate kuelewa
na alofinikwa maburangeti ya kuandama tu bila nidhamu, apige breki sasa, asiandame tena kwa kuona miangaza ya haki vile namna inavyong'ara. Ndugu zanguni, si kila msikiti huitwa msikiti. Misikiti ni ya Mwenyezi Mungu, ndivyo sivyo? Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema wa annal masajida lillahi, kisha akasema innama ya'muru masajida Allahi, kisha akasema waman adhlamu mimman manaa masajid Allah. Angalia aya zote hizi tatu, zote Mwenyezi Mungu kajitegemezea hii misikiti. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahadan. Watu pote amehesabu hapo. Sisi usema misikiti yote ni ya Mungu, msimuabudu pamoja na Mungu mwingine yoyote. Kwa hivyo ina maana gani? Ina maana ndani ya msikiti lazima hiki kitu kinachoitwa ile tauhidi ambayo hutangazwa kila kipembe cha dunia ipatikane ndani ya misikiti. Kwa hivyo lazima maimamu wasiwe washirikina, wasiwe maimamu mijitu ya irizi na huku swalisha umma, wasiwe maimamu ni mijitu wa bao, ni mijitu wa ramli. Kama tatizo lilitokea sehemu za kwetu, kukatoka fatwa kupitia kwa hizi idhaa zetu zilizoko ya kwamba ya nini wantakiani, akiingia katika kibla akiswalisha na swalishi, akitoka akienda na yake mwenyewe. Mungu kwenye hili tanlipa kwa hili, na kule atajua namna kunlipa. Hii dini ya harirama, hii si dini ya harirama shekh, hii si dini ya holela. Hii ni dini ambao ilocheguliwa na Mungu, alotumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaja akaikita misingi ya dini hii katika ardhi hii, akaenda kupiga ramli ndiye na Mungu wake, akija kuswali ndiye na Mungu wake. Hapana, amue moja kati ya mawili, ima ave ni imamu kwa watu wapigaji ramli, ama ave imamu kwa watu wa tauhidi. Mambo kuishi, chagua mawili, usitanganya amali njema na amali mbovu, kisha kukosekene wenye kuongoza swala ambao ni watu wa tauhidi, mpaka wapishwe wenye kuswalisha ikiwa ni watu wa shirikina. Na hatutukui huja ya kwamba lakini Mtume si ametuambia swali waraa kulli fasikin au fajirin, alisema kudumu mpaka siku ya kiyama, sisi tuwafuate washirikina? Ni kumfuata kwa dharura na hukuampa dawa. Bwana we kachaguliwa kwamba kuwa ni imamu wa msikiti, lakini kidogo una mambo ambao hayawi wewe, mambo ambao si mazuri wewe. Kwa hivyo twakuomba uyaache ili uwe ni imamu wa kisawasawa. Kuna shaka yoyote, ni dawa yaendelea na watu wamfuate, si kwa kuwa twende kazi akisujudu uona ifirimbi limezuka hapa, wewe wafikiri kwamba kwa nini mtu ametapika kisu, kumbe si kisu kilo cha hirizi. Si haki kufanya hivyo, kwa sababu kuna watu ambao kwamba kwa si wahirizi wakustahiki kunini. Akiendelea hivyo tunamwambia toka kwa kibla. Kwa hivyo ukitoka kwa kibla tunampisha kwenye kibla mtu ambaye ni akra likitabillah, msomi, hafidh, mtu ambaye ni mtu wa akida. Kwa hivyo haya mambo shekhe yote ataka apatikane katika misikiti. Kwa hivyo si mtu tu kuisimamia kuitangazia kwamba msitoe nafasi katika misikiti mkaalika watu wa nje kuja kutukana watu, msialike watu wa nje kuja kutukana watu hapa. Misikiti ina kazi yake, kuna umuhimu bwana. Misikiti itakaifanye doria ofisi ya chief kadhi. Nini ofisi ya chief kadhi? Ofisi ya chief kadhi. Misikiti inataka ifanye doria kwanza, watu wapunguze ushirikina, watu waache shirki. Baada ya watu wote kuwa watu wa tauhidi, mambo yote hayo yatajipa yenyewe, kwa sababu hakuna cha thamani katika dunia hii kama cha tauhidi. Tauhidi ikikosekana, maisha ya mwanadamu yote feki. Waman takun quwwatan imani nasira, waman takun quwwatul imani nasirahu fa